Marzo Wapia. Ifike wakati sisi kama Watanzania tuwe very serious na tunachotaka kukifanya. Mkoa wa Dar es Salaam ni moja ya mikoa very sensitive, na kwamba huwezi kuamua kila mahali kuwa ni eneo la siasa la kufanyia mikutano ya hadhara. Tumekwisha zungumza mara kadhaa kwamba eneo la Kariakoo ni eneo ambalo ni la wafanyabiashara na ni eneo ambalo lina attract wafanyabiashara kutoka pande nyingi za Tanzania na hata nje ya Tanzania ili kuja kufanya biashara kwenye maeneo hayo. Muda mwingi maeneo hayo yanakuwa na misongamano, na tunatumia nguvu kubwa sana pia kuweza kulinda raia na mali zao ili kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira rafiki na mazingira ambayo hayataharibiwa na jambo lolote. Tunapogeuza viunga vya Kariakoo kuwa ni maeneo ya mikutano ya kisiasa, inaweza ikapelekea kuleta vurugu, jambo ambalo tunaweza kusimamisha biashara na taifa likakosa kodi. Nitumie nafasi hii kusema na kuonya tena kwamba tukiruhusu tabia hizi ambazo si sawa sawa, tunaweza siku moja tukajikuta mikutano ya hadhara inafanyikia makanisani, mikutano ya hadhara inafanyikia misikitini, mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye mahospitali, na mikutano ya hadhara inafanyikia kwenye maeneo ambayo hayajakusudiwa. Naomba nitoe rai kwa viongozi wote wa vyama vya siasa kwamba tunapozungumzia umuhimu wa kulinda maslahi ya taifa letu tunamaanisha, na tunapozungumzia umuhimu wa kukabiliana na masuala yoyote yanayoharibu amani ya taifa letu tunamaanisha. Na kwa mantiki hiyo, muda sio mrefu tutatoa taarifa rasmi kuhusiana na maeneo yote ya msingi ambayo hayaruhusiwi hata kidogo kuweza kufanyia mikutano ya hadhara. Mojawapo ni maeneo sensitive kama haya ya Kariakoo ambayo huwezi kuamua kufunga barabara kwa sababu ya mkutano wa hadhara. Tukifanya namna hiyo, tutakuwa tunajichelewesha pamoja na kutengeneza sifa za kijinga ambazo hazitastawisha taifa letu. Niendelee tena kuonya, na nimeambiwa kwamba tarehe 24 bado kuna watu wanaendeleza kauli mbiu ya kwamba watakinukisha. Naomba niwape rai, ndugu waandishi wa habari, ya kwamba naamini statement ya kukinukisha haiwezi kutokea kama haupo tayari kunuka. Statement ya kukinukisha haiwezi kutokea hata kidogo kama haupo tayari kunuka. Naomba niendelee kuonya baadhi ya Watanzania wachache ambao wamealikwa au kuja katika mkoa wa Dar es Salaam, na ambao wachache wamekwisha anza kufika na kulala kwenye baadhi ya mahoteli. Moto wa kisheria utashuka kwa nguvu zote dhidi ya wale wengi au wachache watakaodhamiria kuharibu hata kwa namna ndogo sana amani ambayo imekwisha jengwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumesema kutoka sasa na kuendelea, mikono yetu inawasha sana katika kuhakikisha amani hii haivurugu hata kidogo. Tumefika wakati tumeanza kuleta mizaha ambayo si taswira njema kwa taifa letu. Tunafanya mizaha ya kutafuta sympathy kwa mataifa ya ndani na mataifa ya nje, lakini lazima tufahamu kwamba the secret of success always is consistency to the purpose. Kama hautaelewa unakoelekea, lazima utapotea tu, lakini kwa kuwa taifa limekusha set dira ya wapi tunataka kuelekea, sote tufuate hapo. Kwa hiyo kilichofanyika na jeshi la polisi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, naunga mkono sana, na kwamba yoyote, kiongozi yoyote ambaye hatatii sheria na matakwa yote yaliyowekwa ashughulikiwe kwa mujibu wa taratibu. Viongozi hawa kama wamekamatwa, naamini watakuwa kwenye mikono salama na watawajibika kujibu kwa mujibu wa taratibu kama ambavyo ilipaswa kuwa. Na kama inawezekana kwa mtu yoyote ambaye anaona ni muhimu kuja kufanya vurugu kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, tunampatia muda akafanye vurugu kwenye mikoa au nyumbani anakotokea. Kamwe asiharibu amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, ndugu wa Tanzania, nimeona nizungumze haya machache kwamba imezuka tabia ya kutafuta sifa na kutafuta huruma kwa Watanzania baada ya kufanya mambo yasiyofaa. Tusiwe washabiki hata kidogo kwa
kwa tabia hizi ambazo si njema na ambazo tukiziruhusu zinaweza mwisho wa siku zikasimamisha taifa na tukaanza kuunda upya amani iliyopo. Tuheshimu zile R4 ambazo ameziasisi Mheshimiwa Rais na ambazo tunaamini ndio msingi mkubwa wa kulijenga taifa letu. Na kama hujazielewa hizo, ni muhimu pia kufuata taratibu zingine za kisheria ili kuweza kufikia katika yale ambayo taifa linaweza kuwa limejikita huko katika kuhakikisha tunalikuza, tunalijenga na kuweka mshikamano ambao utadumu leo na hata baadaye. Kwamba huu sio wakati hata kidogo wa kuitana kutoka mahali mbali au kutoka sehemu zote za Tanzania ili kuzungumzia agenda ya kufanya vurugu au kuzungumzia agenda ambayo ni nje na agenda za kitaifa.